Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimu salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wapendwa watazamaji wa Straight Path Dawa, karibuni sana ndugu zangu katika kipindi cha Dawa Mitaani. Mimi kwa jina najulikana kama Ramadhan Kure bin Kago, na kwa mara nyingine tena tumerudi mitaani kwa ajili ya kulingania wanadamu katika njia sahihi, njia iliyonyooka, njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo sio nyingine bali ni Uislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani, katika sura ya 3 aya 19, inna dina inda Allahi al-Islam, hakika dini mbele ya Mwenyezi Mungu, dini inayokubalika, dini isiyokuwa na shaka mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Kwa hivyo sisi tunapata ile nguvu ya kutetea Uislamu kwa kuwa tayari Mwenyezi Mungu ameusifu Uislamu. Na vile vile akasema katika sura ya 16 aya 125, akasema ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana. Kwa hivyo pia tukapewa kazi nyingine ya kuwaita watu katika hii njia iliyonyooka, ama katika njia ya Mwenyezi Mungu ambao ni Uislamu. Ndio maana tuko hapa, mpendwa mtazamaji, na ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, usisahau kubofya subscribe na vile vile kidude cha kengele. Kitakusaidia kupata taarifa mbalimbali, ama unapata notification kwamba kuna video mpya imewekwa na Straight Path Dawa. Kwa hivyo hapa tuko Jacaranda katika jiji la Nairobi, na kawaida huwa tunapenda kuja hapa kwa kuwa ni sehemu ambayo hukusanya watu wengi. Watu toka mbali sana hukusanyika hapa. Kwa hivyo hapa utakuta watu kila aina, na shughuli ni nyingi. Kuna wale ambao wanakuambia, kuna wale wamekuja kucheza, kuna sports, kuna wale wamekuja kuhubiri, kuna wale ambao wamekuja biashara, wengine siasa. Kwa hivyo ni sehemu ambayo imekusanya watu wa aina nyingi, ama watu mbalimbali. Na bila kupoteza muda, niko na mwenzangu hapa, mwalimu Khalifa. Kwanza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumefurahi tena kufika katika uwanja huu wa Jacaranda, japo kwa mvua, kwa lengo la kufikishia watu dawa, na wengi wamekuwa wakinisimamisha pale barabarani wakisema tumenyamaza sana, maana wanachokora mtandao wakitafuta leo tumekuwa wapi. Basi leo tuko katika uwanja wa Jacaranda. Kama hauja subscribe pale, na uweze kutufuatilia kwa kuweka maoni yako inshallah, na tuweze kuendelea pamoja katika kazi hii ya Mwenyezi Mungu. Na mkwa naona manyunyu vile vile yameanza, na tuko kwenye msimu wa mvua, kwa hivyo mara kwa mara tunashindwa kufanya dawa kutokana na manyunyu. Kwa dakika moja labda tujuane na hawa kaka waliosimama hapa. Amani ya Mwenyezi Mungu yako kwako kaka. Ndivyo. Unaitwa nani? Naitwa Wekesa Boniface. Wekesa Boniface. Mimi ni Muislamu, naitwa Ramadhan. Wewe ni mtu imani gani? Mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkristo, asante sana. Na wewe unaitwa nani? Dan Wafula. Wafula, Wekesa Wafula, Na wewe ni Muislamu, Mkristo? Mkristo, asante sana. Na wewe? Naitwa Anjala. Leo ni watu wa nyumbani. Tena kutoka Chemororoch kule kwa Wanyonyi kule. Kwa Jehova Wanyonyi. Jehova Wanyonyi. Nani ametoka Chemororoch hapa? Nyote ama? Hawa wawili hao. Hawa wawili tu. Hawa wawili. Mimi nishafika Chemororoch kule kwa kina Jehova Wanyonyi, na watu wengi wakaingia katika dini ya Uislamu. Vipi, mbona wewe hujawa Muislamu rafiki yangu, au hujakaribishwa tu? Sijakaribishwa. Kama ukikaribishwa utaingia. Ndio maana tumekuja hapa uwanjani kuwakaribisheni na kuwaita katika hii dini ya Uislamu. Naona mvua bado kidogo tu, rasha, lakini kizidi tutakatiza. Na wewe vipi, hujawahi kufikiria hata siku moja unaweza ukavuka huko kama Muislamu? Sijawahi fikiria, maybe nifikirie sasa. Kwa kuwa tumekupa hilo neno la kukwambia fikiria, basi lifanyie kazi. Kuna mtu labda akona swali angependa kumuuliza Muislamu, leo tunakujibu swali lako kadri Mwenyezi Mungu atakavyotusaidia ama atakavyotuwezesha kukujibu swali la aina yote kuhusu imani ya Kiislamu. Nani akona swali? Naona kama uko na swali.
Kwa nini unaenda chooni na maji? Kwa nini mtu akifa mnazika haraka? Naona eti nini? Kwa nini tukienda chooni tunakwenda na maji? Kwa nini mtu akifa tunazika haraka? Kwa nini hatuziki kwenye sanduku? Mambo mengi tu. Kwa nini sisi tunaswali mara 5 kwa siku? Maswali ni mengi tu anaweza kujiuliza ama kutuuliza sisi. Nani ako na swali? Au labda mtu tayari ashaamua, labda kwenye aliko huko anasema mimi nimechoka, nataka nivuke niungane na Waislamu moja kwa moja. Swali. Bro, nikusalimie. Amani ya Mungu iwe pamoja nawe. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muislamu? Ndio. Mashaallah. Nyinyi ni Waislamu wote au? Basi tujuane tu, njoo huko mbele kidogo, usiogope. Naona mlikuwa mnajua kutakuwa na rasharasha mkajipanga, naona mmejipamba vizuri. Amani ya Mungu iwe pamoja nawe. Pia na Kwa jina unaitwa nani? Darian. Darian. Oh, okay. Na ni umesema Mkristo? Ya Mkristo mimi. Okay, na wewe? Naitwa Frank mimi. Frank, naona umejificha huko nyuma, hatukuoni vizuri. Frank nani? Frank Wambua. Frank Wambua. Wati Indonesa? Sijalelewa huko mie, sijalelewa bado maneno. Ujui hata lugha yako? Mimi si Mkamba, ni jina. Wambua? Ni jina tu, ni jina. Okay, asante sana. Sasa dada, kuna swali katika nyinyi? Swali. Au mimi niwaulize maswali kama utaki kuniuliza maswali? Unaonaje nikuulize kama Uliza. Wewe umesema ni Mkristo. Yeah. Unampenda Yesu? Kabisa. Hivi Yesu alikuwa mtu wa dini gani? Maana Waislamu wanasema alikuwa ni Muislamu. Wewe unafikiri Yesu alikuwa mtu wa dini gani? Sisi jua alikuwa dini gani? Yeah. Na unampenda? Kabisa. Unamfuata? Yeah. Asa unamfuata mtu ambaye hujui hata imani yake anafundisha dini gani kweli? Unajua Yesu hakuwa na dini. Yeah. Nani alikwambia hakuwa na dini? Yaani hiyo ni kitu najua tu. Asa mtu asiyekuwa na dini unamhitaji? Pagan. Ati nani? Kafiri. Pagani. Wewe unataka kutuambia Yesu alikuwa mpagani kweli? Hivyo ndio mimi najua tu. Hivyo ndivyo anavyofikiria, ndivyo anavyojua. Kwa hivyo sisi labda tukufundishe tu, tukwambie kwamba manabii wote na Yesu tunamchukulia kama nabii. Nyinyi katika Ukristo mna sifa nyingi ambazo mmempa. Katika Uislamu Yesu ni nabii wa Mwenyezi Mungu, ambaye kwanza kuzaliwa kwake kulikuwa ni kwa kiaina yake, yani kupitia muujiza. Muujiza wa kwamba aliyemzaa ni mwanamke tu pasina mwanamume kumuingilia. Hiyo iko kwenye Qur'ani kama vile ilivyoandikwa kwenye Biblia. Naona mvua imeanza kubwa sasa, sijui itabidi tukatize kwanza alafu tutaendelea, au sio? Mpendwa mtazamaji, naona mvua kidogo inaanza kutatiza. Kwa hivyo tutasubiri puse kidogo, inshallah tuendelea. Usibanduke na ukumbuke kusubscribe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapendwa watazamaji, baada ya kusubiria mvua ipuse kidogo, tumerudi tena na tunaendelea. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Yote ni neema ya Mwenyezi Mungu. Kuna watu wanaomba mvua inyeshe angalau pia wavune, au sio? Kwa sababu wamelima, wanataka kupanda, mvua pia ni muhimu. Kwingine tunasema Mwenyezi Mungu tusaidie isinyeshe kwanza tumalize, lakini yote Mwenyezi Mungu anaomba na kila mtu na anatimizia kila mmoja kulingana na vile inavyofaa. Kwa hivyo tumerudi na tunaendelea. Na mwanzo tulikuwa tumetanguliza na tukasema kwamba Uislamu kulingana na Qur'ani, kulingana na sisi Waislamu ndio dini ya haki, na tukakutana na wasiokuwa Waislamu. Hasa wao walikuwa ima watuulize maswali ama sisi tuwaulize au tujadiliane katika njia nzuri tu ya kusemezana na kufundishana. Nitaanza tena upya tukianza na kaka yetu hapa, atukumbushe jina, kisha kama kuna swali atauliza swali lake inshallah. Naitwa Ekesa. Swali ndilo sina. Asa kama huna swali mimi nikuulize swali.
Ni sawa. Ulisema wewe ni Mkristo. Ndio. Ulijipataje katika imani ya Kikristo? Wazazi. Kwa hivyo umerithi Ukristo. Ndivyo. Naam. Unajua mambo ya imani si ya kurithi, natakiwa mwenyewe ufanye maamuzi yako mwenyewe. Nilipelekwa huko pia nami nikaamua huko ndiko nitaenda nako mpaka mwisho. Kwa hivyo wazazi kama wamekupoteza utaamua tu kwenda vile vile. Sivyo. Na Okay, sawa. Hivi nafikiri Uislamu ni nini? Islamu ni dini tu kama letu pia. Naam. Dini ya aina gani? Unajua kuna dini mbaya mbaya zinafundisha watu mambo machafu, mabaya. Kuna dini nzuri. So wewe kulingana na wewe, unafikiri Uislamu unafundisha nini au Waislamu ni watu wa aina gani? Bado sijajua. Naam. Huyo ni mgeni hajajua. Haya. Naona kama Muislamu sijui. Mimi si Muislamu. Mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkristo. Hebu salimia watazamaji, waambie jina lako. Kwa majina naitwa Joseph Nyamai. Nimetoka Makueni. Okay. Yeah, Mkristo. Mkristo. Usisahau kusema hapo. Lakini bado nina marafiki sana Waislamu. So wakati mwingine huwa tunatembea sana, tunaingia huko kwa Waislamu, hata tunaweza swali vitu kama hizo. Okay. So niko tu hapo. Kwa hivyo bado naona jifunza nini kuhusu Uislamu? Sijajifunza, lakini nilikuwa napenda sana nijue vile hiyo dini huwa inashiriki. Yaani kama ni kuomba Mungu nijue kama tunaweza fananisha ule Mungu wangu na muabudu na wa Kiislamu. Yeah. Asante sana. Sasa labda tu nizungumzie hilo kwamba kama unajifunza unataka kujua Uislamu ni dini ya aina gani. Kwanza nikuambie Uislamu Mwenyezi Mungu amefundisha katika Qur'ani ni dini ya aina gani. Ningependa tusome maandiko mawili au matatu. Kisha najua hata wengine nao watafaidika hapo hapo kupitia mafunzo hayo. Kwanza tunaanza na 3:19 Qur'ani. Na msomaji wetu atatusomea, na iwapo unajua kusoma unaweza ukawekewa ukajisomea mwenyewe. Unajua kusoma? Dini ya Kiislamu? Qur'ani ama Kiswahili? Kiswahili ni sawa. Sawa. Mshikie tu aone mwenyewe. Hii ni sura ya 3 aya 19, usome hapa usikie. 19. Kila shaka ni dini ya haki. Bila. Ya? Bila shaka ni dini ya haki. Soma pole pole. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Eti bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Kwa hivyo huu Uislamu ni dini ya haki. Ya haki. Unaona Mwenyezi Mungu ameuelezea Uislamu sasa kwamba ni dini ya haki. Sio kwamba tuko hapa kimakosa. Sio kwamba sisi tunafuata Uislamu kwa kudhania tu. Na niko na swali. Dini ya Kiislamu sana sana sijawahi sikia Yesu Kristo akitajwa kwa dini ya Kiislamu. Ningependa sana nijue naye Yesu mmemweka wapi, manake nasikianga matamshi Mwenyezi Mungu. Yeah. Asa huyu Yesu amezungumza katika sura nyingi na aya nyingi. Lakini ile ambayo ni basic kabisa kumhusu Yesu. Tutasoma katika sura ya 3 kuanzia aya ya 45. Usikie vile Mwenyezi Mungu anavyoelezea. Kisha tutagusa kidogo kwenye sura ya 19 inshallah. Naam. Sura ya 3. Okay, hivi njoo karibu naye. Naam. Alafu sura ya 3 unasoma huku anatazama. Sura ya 3 aya 45 inasema Bismillahirrahmanirrahim. Kumbukeni waliposema malaika, ewe Maryam, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume, bali kwa kutamkwa neno tu litokalo kwake la kumwambia zaa, ukazaa pasina kuingiliwa. La kukuambia zaa, ukazaa pasina kuingiliwa. Jina lake ni Masihi, Isa mwana wa Maryam. Asante sana. Kwa hivyo hapa kwanza Mwenyezi Mungu anatupa habari. Tunakumbushwa vile tukio hili lilivyokuwa. Malaika alimwendea Mariamu na akampa habari, bishara njema kwamba utazaa mtoto mwanamume, nao utamuita jina lake Masihi,
Isa mwana wa Mariam. Mwenyezi Mungu kaanza na title Masihi, yani mpakwa mafuta, mteuliwa, the anointed one, aliyechaguliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ndio akaitwa Masihi. Kwa hivyo kuna tofauti ya Mwenyezi Mungu ama Mungu na Yesu Kristo. Bila shaka hivyo ndivyo ilivyo. Sisi tukisoma kwa dini yetu huwa inazungumzia kwamba wakati Yesu Kristo alipokuja huko duniani alisema tutakalo homba kwake tutapata. Mbona tuombe Mwenyezi Mungu ama Mungu? Swali yangu hilo. Asante sana. Lakini kwanza tumesikia kuna mtoto ambaye amezaliwa kimiujiza ama atazaliwa kimiujiza, na ataitwa nani hapa? Masihi. Masihi, yani mpakwa mafuta. Mnasema Mesia. Ama kwa lugha ya Kiyunani Kristo. Japokuwa pia Wayunani wanatumia neno hilo Kristo kama mpakwa mafuta, lakini pia walikuwa na masanamu yao ama miungu yao ikiitwa Kristos. Kwa hivyo sisi tunatumia lugha ambayo inashabihiana na lugha ya Yesu, Masihi. Kiarabu ni Masihi, na ukienda kwa lugha yao pia ni Masihi ama Hamashia. Yani hilo kwamba mpakwa mafuta wa Mungu. Na tukiendelea kuteremka kidogo hapa utasikia Mwenyezi Mungu vile anavyoelezea zaidi, kisha nirudi kwako kuhusiana na kumwomba Yesu au kumwomba Mungu. Naam, inazidi kusema jina lake Masihi Isa mwana wa Mariam, mwenye heshima katika dunia na akhera. Kwanza Yesu ana heshima. Yesu ni kuna watu wanasema tusimuite kwa jina lingine ati labda Yesu, Isa ama Jesus, lakini kwa kuwa watu wengi wanamfahamu tutatumia jina ambalo watu wengi wanalifahamu. Kwa mfano tutatumia jina Yesu kwa kuwa wewe unamjua Yesu, lakini ndio huyo ambaye Mwenyezi Mungu anamuita Masihi. Masihi nani? Isa. Asante sana. Ndiyo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema huyo Masihi Isa ni mwenye heshima. Kwa hivyo katika Uislamu Yesu ni mheshimiwa. Katika Qur'ani Yesu ni nani? Mheshimiwa. Asante. Haya, tuendelee. Naam, mwenye heshima katika dunia na akhera, na miongoni mwa waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu. Ndio. Naye atazungumza na watu maneno ya dini katika utoto wake na katika uzima wake. Kwa hivyo Yesu vile tunaambiwa atazungumza na watu maneno ya dini. Kwa hivyo ukisikia mwalimu, mhubiri, kama vile kuna maimamu, mashehe, maustadhi wanazungumza maneno ya dini na watu. Sasa huyo Yesu ama Isa, Mwenyezi Mungu anasema hapa ni Mariamu anaelezewa kuhusu mwanawe kwamba akizaliwa atakuwa hivi, atafanya hivi na hivi. Kwa hivyo hata Mariamu alipokuwa anabeba ile mimba, wakati anamzaa mwanawe, bila shaka anajua huyu Mwenyezi Mungu alishamchagua kuwa nani? Kuwa nabii. Tofauti na wengine wanakuambia, hata wao wanasema katika Biblia wanasema Yesu ni Mungu, Yesu unajua ni mwana wa Mungu, lakini Mariamu hajai kusema kwamba Yesu ni Mungu wala ni mwana wa Mungu, na yeye ndiye aliyemzaa. Sasa kuna watu wanamjua Yesu kuliko mpaka mama yake mzazi. Unaona? Kulingana na Qur'ani alipashwa habari. Kulingana na Biblia vile alipashwa habari. Utamzaa mtoto mwanamume na jina lake utamuita, wanasema Yesu, japo ni jina ambalo wamelibadilisha. Emmanuel. Yote ni sifa tu. Emmanuel ni kwanza ni statement ndefu kwamba Mungu pamoja nasi. Kama vile amekuja kuwakilishwa duniani, ama vile kuna mjumbe wa Mungu ambaye ametuleta karibu na Mungu. Kwa hivyo Mungu hajatutenga. Ni Mungu pamoja nasi kwa kutuletea mjumbe wake. Ndio maana yake. Lakini sio kusema eti huyu ametumwa hasa huyu ndiye amekuwa Mungu. Na ndio maana sasa tuachane na Qur'ani kidogo, sababu usimeelewa kiasi. Yeah. Ili tusifanye majibu kwa marefu sana. Tukirudi upande wa pili, nyinyi kusema kwamba mnamwabudu ama mnamuomba Yesu. Yesu mwenyewe anafundisha wa kuombwa vipi? Mbona huyu ni rafiki yangu huyu. Unataka asikilize? Anasikia, si sauti inafika vizuri. Asante sana. Nataka asimame hapa ajibu kitu. Atakuja tu. Yeye pia ni Muislamu. Yeye ni Muislamu. Yeah. Hakuna shida, kama atajibu ni sawa. Kwa hivyo wewe ni sawa tu.
Wacha tulia hapo, mwache wewe. Mwache. Kwa hivyo wewe kusema kwamba kwa sababu huwa tunapingana sana kwa maandiko. So ni rafiki yangu, tumeishi sana. Hasa hayo maandiko ambayo huwa mnapingana ndio leo utauliza hapa, sisi tutakujibu kwa niaba yake. Sawa? Na tukishindwa kwa kuwa wewe mnabishana, atatusaidia kubishana kama ni kubishana. Lakini kama ni kufundishana, tunafundishana vizuri, pole pole tu, hatubishani. Njoo tu salimie kabla, maana ushapita, njoo usalimie. Njoo pita tu huku. Asante sana. Amani ya Mungu pamoja nawe. Amen. Unaitwa nani bro? Jacob Cheloti. Hebu salimia wale ambao wanakutazama pale, waambie ulikuwa unatoka wapi na unaenda wapi. Kwa majina naitwa Jacob Cheloti. Nimewasalimia, mko salama? Wako salama, najibu kwa niaba yao. Na imani wako salama. Nilikuwa natoka kule Greenspan, ndo naelekea kwangu sasa. Okay. Na wewe sisi ni Waislamu na Wakristo ambao tumekaa hapa, na wengine nafikiri pia kuna huenda labda hawana dini. Wewe una dini gani? Mimi ni Salvation Army. Wewe ni jeshi la wokovu? Yes. Katika jeshi kuna ranks tofauti tofauti. Kama gani na gani? Kuna rangi ya inaitwa nyeupe. Ile ndio vazi letu. Sawa. Vazi, lakini kuna cheo ama vyeo ama nyadhifa mbalimbali. Kuna komanda, sijui kuna colonel, sijui kuna nani. Yes. Ni venye sasa nimekawia sana bila kuingia kwa church hapo. Huyu mzuri huyu. Mara akasema hapa mama mimi mageni. Anasema amekawia sana bila kwenda church. Sasa hapa kuna maswali yanaulizwa. Sijui kama una haraka unaweza kusikiliza dakika 5 kisha kaondoka. Ama una haraka labda umepigiwa simu nyumbani. Niko tu na haraka kidogo ndo narudi. Hasa lakini tunachukua fursa hii kukuinvite uwe Muislamu kwa sababu naona kama uendi kanisani na maana labda huko ulichoka. Naweza nikafikiria hiyo jambo. Asante sana. Wewe jisikie uko free kuja kuuliza maswali, unaweza fika nyumbani ukarudi. Na kama usipoweza kurudi, unaweza ukifika nyumbani pale uingie kwenye TV yako, ingia kwenye YouTube, usearch Straight Path Dawa. Straight Path Dawa. Ama ukifika pia kwenye TikTok andika Ramadhan Kuria. Na bila shaka haya utayapata inshallah. Sawa? Sawa, asante. Karibu sana. Asa bro, narudi kwako. Unajua huyu tusingemwacha hivi hivi. Na unaona alipita katikati. Bahati nzuri tukamuona. Sasa wewe unamwabudu Yesu ama unamwabudu Mungu? Mimi namwabudu Yesu. Sio Mungu. Sio Mungu. Manake miungu imekuwa ni mingi. So hatuwezi jua, siwezi jua nikisema Mungu nitasema Mungu gani. Lakini nikitumia jina Yesu, kila kitu najua nitapata kwake. Kwa sababu Yesu ni Mungu au? Kwa sababu yeye ni Mungu. Hebu tumsikilize katika Mathayo 4:10. Mpe asome Mathayo 4:10. Yeye mwenyewe. Unajua kufungua Biblia? Lakini sio Qurani. Mpe Biblia afungue mwenyewe. Huwa wanabishana. Anajua kufungua. Shika. 4:10. Hebu fungua 4:10. Inasema Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msijudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama wakaja malaika wakamtumikia. Asante sana. Kwa hivyo kwa mujibu wa Yesu, anayestahili kusujudiwa ama kuabudiwa ni nani? Ni Mungu. Sio nani? Naye Mungu ndio yeye, kwa sababu amekuja ulimwenguni kwa jinsi ya kibinadamu ili tupate wokovu. Kwa hivyo Yesu unasema yeye ni Mungu. Yesu ndiye Mungu. Alikuja kwa mfano wa mwanadamu. Ili yani kama unataka wokovu ama dhambi zako ziishe, umwamini yeye. Asante. Kwa hivyo Yesu alikuwa ni Mungu mwenyewe, lakini alikuwa ni Mungu. Akajifanya mtu. Sasa akakuja kwa mfano wa mwanadamu. Kwa hivyo kule jua alikuwa ni Mungu, lakini hapa duniani akaja kwa jinsi ya kimwili. Kwa hivyo wakati yuko hapa katika mwili, yeye ndiye Mungu mwenyewe.
Umesema miungu ni wengi. Ni wengi. Asante. Wakati yuko duniani, huko juu nani alibaki? Maana tunasikia kuna kiti cha enzi cha Mungu, si ni kweli? Wakati Yesu yuko duniani, amekaa katika kile kiti cha kawaida hapa duniani na wanafunzi wake, kama vile walikuwa wanakula samaki, wanakula chakula pamoja. Sasa alikuwa ameketi chini. Yeah. Si kuna kiti? Yeah. Na kuna kiti cha enzi. Yeah. Wakati Yesu yuko hapa anapigilia. Subiri kidogo. Mwezi nisaidia. Sijui zinajaribu. Wewe jaribu tu. Unajua tuko kufundishana. Usome kitu. Naelewa tu. Lakini hata sipatokea mtu mwingine anisaidie. Hujashindwa kujibu. Hata mimi sijamaliza swali. Lakini nafikiri vile nimeanza kupita umeona hapa kama vile mbele ni pagumu. Kwa hivyo sisi tunaamini kwamba Yesu kwa mujibu wa Qur'ani ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ni mja wa Mwenyezi Mungu, lakini wao wanasema ni Mungu mwenyewe. Sasa swali la kuja. Yesu akiwa duniani, tunapoongea hivyo, yeye ndiye amekalia kiti cha enzi. Yeye ndiye amekalia kiti cha enzi. Na ulisema unaitwa nani wewe? Joseph. Yeah. Kati yako Joseph wewe na yule Stefano aliyepigwa mawe, nani ambaye anamjua Yesu zaidi? Stefano. Huwezi jua kila kitu. Asante. Hebu tumuulize Stefano katika fungua Matendo ya Mitume 7:55. Matendo. Karibu ulize swali. Karibu usilimu. Na ukisilimu unapata buibui ya free. Unapata buibui ya free ukisilimu. Free. Hapa. Ngapi na madarasa unaenda. Ngapi 7:55. 7:55. Inasema mpe asome. Soma mwenyewe. Usiseme amesoma vitu vyake wewe. 55 lakini 55. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Ati Yesu akifanya nini? Akisimama upande wa mkono wa kuume. Hebu nirudie tena. Anzia tu pale lakini yeye akija Roho Mtakatifu, akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Nani amesimama? Yesu. Huko ni wapi? Mbinguni. Na wala tuambia Yesu amefanya nini? Ameketi kwenye kiti cha enzi. Kuna viti vya enzi ama kiti cha enzi? Kiti. Aliyesimama ni nani? Yesu. Upande wa mkono wa Mungu Baba. Wa kulia. Mkono wa kuume. Wa nani? Wa Mungu Baba. Kwa hivyo kuna Mungu na kuna Yesu. Asante. Lakini pale katika Mathayo 4:10 Yesu anasema, nenda zako shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie nani? Bwana Mungu wako. Umfanye nini? Kumwamini yeye na umwabudu yeye peke yake. Kumbe ukisikia peke yake sio kwamba umwabudu Mungu kisha umwabudu Yesu kisha umwabudu nani na fulani na fulani, kwa sababu huo unaitwa ushirikina, kwamba unamshirikisha Mungu na wengine. Umewahi kusikia mtu anaitwa mshirikina? Umewahi kusikia washirikina? Yeah. Washirikina wanajua Mungu yupo, wanamwabudu Mungu, lakini wanamletea washirika wengine, partners. Yesu kuna pahali amesema niabuduni mimi. Alisema mtakaloomba kwa jina la Baba yangu mtapewa.
Jina la baba ni nani? Ataomba Mungu anaye atampa. Asante. Kumbe Yesu alikuwa anamwomba nani? Mungu. Luka 6:12, hebu fungua Luka 6:12. Wambua, wewe ulisema we ni Nyamai. Nyamai? Yeah? Okay. 6:12 Luka. 6:12. Utamsomea? Acha kusomea. Haya, 6:12 Luka inasema, ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba. Akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Eti nani huyu? Yesu. Alikesha usiku kucha. Wapi huko? Akimwomba. Mlimani. Mlimani. So ule mlima mmezoea kuguza. Yesu alikesha mlimani. Akimwomba nani? Mungu. Kumbe kuna Yesu na nani? Na Mungu. Na kwa mujibu wa maneno ya Yesu, anastahili kuabudiwa na kuombwa ni nani? Ni Mungu. Sijui kama tumeelewana mpaka hapo. Nimekusikia. Si ni mchana? Kuna kitu tumefanya gizani hapa kwamba labda kuna ufisadi fulani. Unaongea ni kweli. Kwa hivyo kuanzia leo unajua anastahili, umejua kwamba anastahili kusujudiwa, kuabudiwa na kutegemewa ni nani? Ni Mungu. Sikiliza Qur'ani sura ya 112. 112. Lakini nataka ajisomee. Akisoma hii inaingia mpaka pale kwenye medulla oblongata. Langata. Si ya kule Langata. Haya, ndio hii. Hapa. Wapi hapa? Sema yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja. 2. Mwenyezi Mungu tu ndiye anayestahiki kukusudiwa na viumbe vyake vyote kwa kumwabudu na kumwomba na kumtegemea. Ndio. Hakuzaa wala hakuzaliwa wala ana anayefanana naye hata mmoja. Asante sana. Kwa hivyo kwa mujibu wa Qur'ani, na wewe ndio umesoma mwenyewe, inasema sema yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Ukisikia Mwenyezi Mungu si wawili, si watatu, si wanne. Ni ngapi? Mmoja. Qur'ani inazidi kusema Mwenyezi Mungu tu ndiye anayestahiki kukusudiwa na viumbe vyake vyote kwa kumuomba, kumwabudu na kumtegemea. Wala hana anayefanana naye hata mmoja. Asante sana. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ni wa kipekee na ni wa pekee. Hana mfano wake. Sahihi au si sahihi? Sahihi. Asante sana. Kwa hivyo ukimwona Yesu, ujue Yesu hafanani na nani? Hafanani na mtu yeyote yani. Yesu hafanani na nani? Hafanani na Mungu. Asante, kwa kuwa Mungu hana mfano kwa mwanadamu. Asante. Sasa sikiliza sifa za Mwenyezi Mungu katika Qur'ani. Qur'ani sura ya 2 aya 255. Na tutaingia katika Biblia vile vile ili uone Yesu hata hayuko karibu kufanana na Mungu. Na niko na swali. Mbona tuseme sasa tukuje tukubali kama sisi tuseme tutajiunganisha na dini ya Kiislamu? Tukikuja hapo mbona mnakosa kutuamini haswa? Juu nimeona watu wengi sana wakijilaumu sana sababu hata wakienda pale Muislamu hata mdhamini ama kumwamini. Tutafika hapo. Qur'ani sura ya 2 255. Inasema Bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu hakuna mola ila yeye. Na ndiye mwenye uhai wa maisha, msimamia kila jambo. Kusinzia hakumshiki wala kulala. Naomba tuende polepole hatua kwa hatua. Hebu naomba wewe chukua Biblia. Na wewe utafungua. Hasa hebu kwanza fungua katika kitabu cha Kutoka hapa. Kutoka. Unajua Kutoka ni kitabu cha pili Exodus. Inaitwa Kutoka, yani kama vile wana wa Israeli 20. Tuanze moja hapa. Wana wa Israeli walitoka Misri wakielekea nchi ya Kanaani. Tusome. Tutasoma tu lakini tunalinganisha. Sawa? Anza.
Haya, Qur'ani 2:255. Bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu hakuna mola ila yeye, na ndiye mwenye uhai wa maisha, msimamizi wa kila jambo. Kusinzia hakumshiki wala kulala. Tulia hapo hapo. Eti Mwenyezi Mungu hapana mola ila Yeye. Ila yeye. ila yeye. Mwenyezi Mungu hapana mola ila Yeye. kwa hivyo ni Mmoja. Na katika amri ya kwanza hapa tunaambiwa, Musa anaambiwa nini? Hebu soma hapa. Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Miungu ni mingi tu. Kuna wale wamefanya Yesu Mungu, kwa hivyo yeye ni miongoni mwa miungu. Kando na ule Mwenyezi Mungu mmoja. Ukisikia mtu anasema Yesu ni Mungu, ashamuingiza Yesu miongoni mwa Wa miungu. Na Yesu anakuambia muabudu nani? Mungu Wa pekee na wa kweli. Asante. Kwa hivyo hapa amri iliyokuja kwa Nabii Musa, ambaye tunaamini hata katika Qur'ani alipewa kitabu ama sheria, Taurati. Amri inakuja, usiwe na miungu mingine ila Mwenyezi Mungu. Hiyo ni sio ombi, ni amri kutoka kwa Mungu. Anataka ufuate maamrisho. Hata wewe kama ni baba mwenye nyumba na una wanao pale, umuamrisha kukutii na kufanya yale ambayo yanakupendeza wewe pale nyumbani, kisha ukute wameenda kinyume, wamekengeuka, si utakasirika? Na baadaye utawaadhibu. Si kiboko kitatembea? Kweli. Ama ile mnasema champali, patipati, slippers, pa. Kweli. Ile kuadhibu ndio kwa sababu amevunja nini? Sheria. Ya nani? Ya Mungu. Yako wewe. Yangu. Pale nyumbani. Lakini hasa kuna yule ambaye sasa ndo msimamizi wetu, tumeambiwa katika Qur'ani, msimamia kila jambo. Wewe uhai wako, kula kwako, kuvaa kwako, anayesimamia ni nani? Mwenyezi Mungu. Sasa amekufanyia haya yote, alafu wewe unasema hapana, kuna mwingine mimi anastahili kuabudiwa hapa pembeni. Wewe unafikiri Mwenyezi Mungu atafurahia? Hawezi. Si atakuadhibu. Nataka kusema Yesu ni mwana ama sio Mungu, hatuwezi sema ni Mungu. Yesu tulisikia katika Qur'ani ni nani? Mtuma. Ni mtume. Hasa tumesikia kulingana na hii sheria. Hebu kwanza endelea. Sitaki nizungumze sana, wacha maandiko yaseme. Tukitoka hapa tunaingia katika kitabu cha Isaya, alafu tunaenda kwenye kitabu cha nani? Kitabu cha Yohana. Unikumbushe. Endelea. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Ndio. Wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni. Wala kilicho chini duniani. Ndio. Wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Kwa hivyo tangu zamani, wakati Musa anapewa sheria, Mwenyezi Mungu alisema usivisujudie, usijifanyie sanamu, usiwe na miungu mingine, na usivisujudie vitu hivyo vyote wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Bwana mwenye nguvu. Wivu. Wivu. Umeoa? Bado. Uko na girlfriend? Sina. Anatafuta. Unatafuta mke ama girlfriend? Wote, yule atakuja. Yule atakuja kwanza. Sasa mwanamume ni mtu ameumbwa pia kwa na wivu. Kama ni mke unataka ni wako tu. Sawa? Utaki kushare na rafiki yako. Kimaumbile. Japo kuna sehemu nyingine pia naona wamekiuka. Nasikia katika mila za watu fulani wanashare, sijui. Anyway, Mwenyezi Mungu amesema usiwe na miungu mingine, usijifanyie masanamu, usivisujudie vitu hivyo wala kuvitumikia. Kwa kuwa anayestahili kusujudiwa ni nani? Nani? Mungu. Na ndio Yesu alipokuja akasema imeandikwa umsujudie nani? Bwana Mungu wako. Na umwabudu yeye peke yake. Asante sana. Sasa tumetoka kwenye kitabu cha Kutoka. Hebu twende Isaya 43 anza 10.
Isaya iko huku. Twende tu, achilia. Twende hapa. Isaya, hii hapa. Isaya 43 anza mstari wa 10. Mstari wa 10. Ninyi ni mashahidi wangu, asema Bwana, na mtumishi niliyemchagua, mpate kujua na kuniamini na kufahamu ya kuwa mimi ndiye. Kabla yangu hakuumbwa Mungu awaye yote, wala baada ya mimi hata kuwepo mwingine. Asante. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema sisi ametuchagua tuwe mashahidi wake, usifunike, ili tupate kumwamini na kujua kwamba yeye ni Mungu, na kabla yake hakukuumbwa nani? Hakukuumbwa Mungu mwingine. Na baada yake hakutakuwa na nani? Na Mungu mwingine ambaye anastahili kufanywa nini? Kuabudiwa. Kwa hivyo ukiona mwingine watu wameenda pembeni kumsujudia, ametengenezwa na simiti fulani, akatengenezwa kwa sura fulani, anastahili ama hastahili? Hastahili. Asante sana. Hapa Isaya, subiri. Hapa Isaya anaambiwa na Mwenyezi Mungu akumbusha watu kwamba kabla ya Mwenyezi Mungu hakukuwa na mwingine, na baada yake msitegemea ama mstarajie mwingine. Hawa mnaojiletea ni wenu nyinyi, na mnaenda kinyume na sheria ya Mungu. Usijifanyie sanamu, usiwe na miungu mingine, mnavunja hiyo amri ya kwanza. Kwa hivyo ukisikia mtu anasema Yesu ni Mungu, huyo automatically amevunja sheria ya Mungu. Sio sanamu, anaabudu miungu tofauti na Mungu. Umeelewa? Umeelewa? Yeah. Kwa hivyo hapa Mungu anazidi kusema katika kitabu cha Isaya, sisi ni mashahidi kwa sababu tumeshuhudia matendo yake na amejidhihirisha na ameleta sheria. Hebu tuende sasa katika Yohana 17:3, sikilize Yesu mwenyewe anasemaje. Yohana 17. Yohana 17. Enda 17. Anza mstari wa 3. Na uzima wa milele ndio huu, wakujua wewe Mungu wa pekee wa kweli. Unataka uzima wa milele? Yesu anakuambia ndio huu sasa, huu. Na Yesu Kristo niliyemtuma. Rudia tena. Na uzima wa milele ndio huu, wakujua wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hivyo uzima wa milele ni kujua Mungu ni kitabu nacho, na uzima milele ndio huu, Mungu wa pekee. Kumbe ukitaka uzima milele kwanza utambue Mungu ni yeye, ni wa kweli. Soma kwenye kitabu, acha kutoa akilini. Wa pekee. Wa pekee na yeye tu, hakuna mwingine. Wa pekee na nini? Na wa kweli. Na nani mwingine? Hakuna mwingine. Soma vizuri. Ati nani? Yesu aliyetumwa na Mungu. Kumbe Yesu ni mtume wa nani? Wa Mungu. Sasa fungua Zaburi 121 na wewe endelea na Qur'ani pale ambapo tuliachia. Zaburi kwa huko. Ndio hii Zaburi 121, tunaanza mstari wa 4. Hebu kwanza soma hiyo Qur'ani. Kusinzia? Naam, naisoma Qur'ani. Hiyo ni 255. Kusinzia hakumshiki wala kulala. Asante sana. Nani huyo? Mwenyezi Mungu. Haya. Soma hapa inasemaje? 121 mstari wa 4 inasemaje? Naam. Atasizia wala atalala usingizi. Yeye aliye mlinzi wa Israeli. Bwana ndiye mlinzi wako. Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume. Nani huyo sasa? Mungu. Kumbe Mungu hafanyi nini? Asizii wala kulala. Asante sana. Hebu nifungulie Luka 8:23. Msaidie. Uko Mathayo? Huku. Luka?
8:23 nasemaje? 8:23. Nao walipokuwa wakienda Rudia. Nao walipokuwa wakienda alilala usingizi. Nani huyu tena? Ikashuka tufani juu ya ziwa. Chombo kikaanza kujaa maji. Wakawa katika hatari. Wakamwendea wakamwambia wakisema, Bwana mkubwa, tunaangamia. Akaamka akaukemea upepo na msukosuko wa maji. Huyu ni nani alikuwa anaamshwa? Yesu. Kwa hivyo alikuwa amefanya nini? Alikuwa amelala. Na Mungu afanye nini? Amelala. Mpendwa mtazamaji, tunaendelea vizuri. Mwenyezi Mungu kwa mujibu wa Qur'ani hasinzii wala kulala usingizi. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Na vile vile tunaona katika kitabu cha Zaburi, katika kitabu cha hawa kaka zetu, kitabu cha Zaburi, maana wako na Zaburi yao katika sura ya 121 mstari wa 4. Maandiko yanasema, naam, hata sinzia wala kulala usingizi, yeye aliye mlinzi wa Israeli. Na mlinzi wa Israeli ni Mwenyezi Mungu. Sasa huyu Yesu ambaye baadhi ya Wakristo wanamwabudu na kusema ndiye Mungu mwenyewe, hapa tunaona kapigilia usingizi mpaka anaamshwa, na anaamshwa akiwa katika hali ya hatari, mpaka wanafunzi wanamwambia tutaangamia. Kwa hivyo rafiki yangu, mpaka hapa tumefikia, umeweza kutambua kwamba Yesu hastahili kufanywa nini? Kuabudiwa. Ni mimi ama ni maandiko? Maandiko. Asante sana brother. Hebu naomba kidogo tu nikusalimia. Amani ya Mungu pamoja nawe. Asante. Hata unaitwa nani? Naitwa Kinywa. Kinywa, maneno hayo ni ya kweli tumeyasoma ama nimebandika? Hiyo ni ya kweli, tumesoma kwa Biblia na Qur'an takatifu. Na Qur'ani. Asante sana. Nani mwingine? Umeelewa lakini? Nimeelewa. Ukitaka uzima wa milele waamini nani? Mungu. Ni wa nini? Wa pekee. Na wa kweli. Asante sana. Lakini pia Yesu anakuambia usifadhaike. Uona muamini Mungu? Na muamini. Hebu soma sasa 14 Yohana 14:1. Yohana 14:1. Hapa mbele kidogo tu. 14 ni hapa. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu. Kwa hivyo wanaomwamini Mungu wasifadhaike wapi? Mioyoni. Wafanye nini lakini? Wamwamini Mungu. Endelea. Niaminini na mimi. Yesu sasa. Ni Yesu. Kwa hivyo Yesu kwanza anatuambia tusifadhaike, tunamwamini nani? Mungu. Hivyo tunachotakiwa sasa ni kumwamini na nani? Na yeye. Kwa sababu kuna Mungu na nani? Na Yesu. Lakini ukisema namwamini Mungu simtaki Yesu, wewe si lazima utaingia motoni. Kweli. Lazima ufuate mitume ambao Mwenyezi Mungu ametuma. Unatakiwa uamini wote wametuma kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Umeelewa? Lakini ibada, Mungu ndio mkubwa kuliko Yesu. Tumuulize Yesu. Yohana hiyo. Hebu soma, umesoma ngapi? 14. Hebu soma mstari wa 28. 28. Mlisikia ya kwamba mimi niliwaambia naenda zangu tena na unishikia hapa hivi. Wacha nianze tena. Mlisikia ya kwamba mimi niliwaambia naenda zangu tena naja kwenu. Kama mngalinipenda mngalifurahia kwa sababu naenda kwa Baba. Kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Nani mkuu? Baba. Ambaye ni nani? Mwenyezi Mungu. Ni Mwenyezi Mungu, ila wakampa sifa ya kumuita Baba. Lakini Yesu anasema Baba ni mkuu kuliko nani? Kuliko mimi. Kwa hivyo kuna Yesu na kuna yule aliye mkuu kumliko ambaye ni nani? Mungu. Na anastahili kukusudiwa, kuombwa, kutegemewa ni yule aliye nani? Aliye mkuu. Aliye mkuu. Qur'ani malizia sasa, sikiliza hapa Naam, hiyo aya tunaendelea. Kusinzia hakumshiki wala kulala. Ni vyake peke yake vyote vilivyomo mbinguni na vilivyomo katika ardhi. Na nani huyo awezaye kuombea mbele yake Mungu bila ya idhini yake? Anayajua yaliyo mbele yao viumbe na yaliyo nyuma yao,
Unasikia? Mwenyezi Mungu anajua yaliyo mbele yao viumbe na yaliyo nyuma yao. Tutakuja kuangalia hapo. Unaweza kufungua katika kitabu cha Marko 11:12. Wala hao viumbe hawalijui lolote katika yaliyo katika elimu ya Mwenyezi Mungu, ila kwa alipendalo mwenyewe. Enzi yake imeenea bingu na ardhi, wala kuvilinda hivyo hakumshindi. Na yeye peke yake ndiye aliye juu na ndiye aliye mkuu. Na pale tulikuwa tunaangalia nani aliye nini? Mkuu. Tukasikia aliye mkuu ni nani? Ni Mungu. Qur'ani hapa ikamaliza kwa kusema aliye mkuu ni nani? Mwenyezi Mungu. Sasa hebu tuende kwenye Marko sasa. Usifunike. Naam. Marko ni huku. Hapa. Marko 11 hapa 12, anza hapo. Hata asubuhi yake walipotoka Bethania aliona njaa. Akaona kwa bali mtini wenye majani. Akaenda hili labda aone kitu juu yake. Huyu ni nani tunazungumzia? Yesu. Aha. Na alipofika akauona kitu ila majani. Hakuona kitu ila majani. Ndio. Maana si wakati wa tini. Yaani wewe unaenda kutafuta tini. Unajua matunda yanaitwa tini figs. Yesu alitarajia akifika hapo watapata nini? Matunda. Lakini alipofika alipata majani. Sababu maandiko yanasema sio msimu wa nini? Wa matini. Sasa hiyo unaweza kwenda kutafuta maembe kweli kwenye ile miti ya misimu? Season imeisha ya maembe. Kwa hivyo huyu ina maana alikuwa hajui nini? Hajui msimu. Na Mungu anajua nini? Anajua msimu. Sababu Qur'ani imetuambia anayajua yote. Anajua nini? Hebu rudia tena hapo. Mwenyezi Mungu. Naam. Hapa. Anayajua yaliyo mbele yao viumbe na yaliyo nyuma yao. Kwa hivyo mimi nimesimama hivi, Mwenyezi Mungu anajua yaliyoko mbele yangu na yaliyoko nyuma yangu. Hata katika future, sio hii mbele yangu tu ambayo nakuona, hata future, kesho kutwa, Mwenyezi Mungu anayajua. Wewe ukiulizwa tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2005 ulikuwa wapi? Siwezi kumbuka. Lakini Mwenyezi Mungu anajua. Asante. Lakini huyu alikuwa na njaa. Akaenda kutafuta nini? Alienda kutafuta matunda. Yeah. Kwa hivyo alikuwa na nini? Alikuwa na njaa. Mungu anakuwa na njaa? Qur'ani 51:57 inasemaje? Qur'ani 51:57. Nishuke pale mbio 51:57. 51:57 inasema Bismillahirrahmanirrahim. Sitaki kwao riziki wala sitaki wanilishe. Sikiliza hapo. Eti umesikia ama ulikuwa sokoni? Hebu rudia tena. Ulikuwa sokoni. Sitaki kwao riziki wala sitaki wanilishe. Sitaki nini? Riziki. Wala wanifanye nini? Wala wanilishe. Lakini ukiangalia katika Biblia, Yesu anauliza wanafunzi wake, mna chochote humu, sawa? Yeah. Mna chakula chochote humu? Wakampa nini? Mkate. Mkate na samaki. Akafanya nini? Akaubariki. Luka 24, hebu fungua Luka 24. Tutembelee mitaa hiyo tuone. Luka 24. Luka 28. 24 ama ni 23? 24 na mstari 24:43 nasemaje? 43. Akakitwaa hapa 43. Anza 42 ndo tusikie uhondo vizuri.
ama tuanze na moja. Wewe unataka kuanzia wapi? Anza hapa 40. Na baada ya kusema hayo aliwaonyesha mikono yake na miguu yake. Basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha, huku wakistaajabu, aliwaambia, mna chakula chochote hapa? Wakampa kipande cha samaki wa kuokwa. Akakitwaa, akala mbele yao. Nani huyo? Yesu. Akala nini? Mbele yao. Akala samaki mbele yao. Kwa sababu alikuwa na nini? Njaa. Lakini Mungu katika Qur'ani tunaambiwa hafanyi nini? Ali. Wala hahitaji kulishwa. Lakini Yesu kalishwa na kina nani? Wanafunzi wake. Kwa hivyo Yesu si nani? Si Mungu. Na hana sifa ya nani? Ya Mungu. Asante sana.